Mimi kwa majina naitwa Mwenevialo Wasili, ndio mwenyekiti wa mkoa kwa sasa. Hivi karibuni kumekuwa na kundi lililoanzishwa linaloitwa la G55. Viongozi wengi wa G55 ni wale waliokuwa wajumbe wa secretariat kwenye awamu ya uongozi uliopita, bila kujali aina ya hoja zao kama ni za muhimu au la. Mimi au sisi kama viongozi wa mkoa wa Ilala tungependa kujua mambo yafuatayo. Moja, kama wajumbe wa secretariat iliyopita, wao ndio walioandaa agenda hii, kuipika, kuichakata na kuwasilisha kamati kuu Desemba 3, 2024. Je, waliandaa agenda bila mkakati wa utekelezaji? Unajua, inatupa picha na tunajiuliza maswali haya kwa sababu mnapozungumza vikao vya chama, sisi kwa mujibu wa katiba yetu hatuwezi kukamilika kikao bila secretariat kuchakata agenda. Wao ndio wanatengeneza agenda, wanaleta kwenye kikao, na nyinyi kama kamati tendaji au kamati kuu mnazipitia zile agenda na kuona kama zinafaa, zinakuwa kwa msimamo wa chama. Hawa wetu ambao ndio viongozi, akiwemo Bwana Mlema na Mwita, wao ndio walikuwa wajumbe wa secretariat wakiongozwa na katibu mkuu. Sasa agenda ambao wenyewe wameileta leo hii wanasimama hadharani wanatuambia kwamba eti wana maoni mbadala. Utaandaje? Yaani kitu ambacho kinashindwa kuingia akilini. Yaani unapeleka agenda wewe mwenyewe, halafu baada ya agenda kupita unakuja ya nyuma unaikataa. Sasa wewe tukutafakari namna gani kwamba ulituletea kitu ambacho sio sahihi au namna gani? Na kama kweli ulikuwa na uwezo wa kukihoji, kwa nini usihoji kwenye vikao halali vya chama? Maana yake tunachokiona hapa ni utovu wa nidhamu. Sasa hii ni hatua ya kwanza. Lakini la pili, mwenyekiti Mboya alitangazia umma kuhusu kampeni hii. Alikuwa anautangazia umma kampeni isiyo na mkakati. Maana yake wanadai si mkakati na wao ndio wameanzisha agenda. Sasa kipindi mwenyekiti Mboya anatangaza, mbona hawakuhoji kwamba mkakati wa hii agenda ukoje? Maana ndio nasikia hoja yao wanaongea na waandishi wa habari kwamba inahitaji mkakati. Sasa je, kipindi wanazungumza Mheshimiwa Mboya anatoa hii agenda, huu mkakati mbona hawakuhoji? Walikuwa wanasubiri kwamba Mboya aondoke madarakani ndio aanze kuhoji mkakati, au kuna kitu gani kinaingia hapa ndani yake? Lakini la tatu, kwa maana ya kampeni hii kwa ujumla ilikuwa ni ya nini? Je, walianzisha ili tujaribu watawala na umma wa Tanzania halafu tumalize tuingie kwenye uchaguzi? Maana yake haingia akilini kama mnatangaza no reform no election halafu mnasema tuingie kwenye uchaguzi. Ilikuwa maana ya hiyo agenda ni nini? Na wao ndio walitutengenezea. Sasa ni maswali ambao wao walipaswa wakijibu. Kwa nini Mwita na Mlema wengine ambao walikuwa kwenye secretariat walipitisha na waliruhusu agenda ambayo hawakuipenda kupeleka baraza kuu, ambayo baadaye na mkutano mkuu ikapitisha? Kwa sababu kwenye hizo vikao vyote wanashiriki kwenye secretariat, walishiriki kwenye kamati kuu, walishiriki kwenye baraza kuu, walishiriki kwenye mkutano mkuu. Hivyo vikao vyote walikuwepo na hakuna sehemu yote walitoa hoja kwamba hawakubaliani na hii agenda. Iwaje leo sasa agenda inatekelezwa, wanakuja kwa mlango wa nyuma wanaanza kusema eti nani agenda hii haitekelezeki? Kipindi hichi chote walikuwa wapi? Sasa baada ya maelezo haya nitatoa msimamo. Mantiki hasa ya agenda hii kutangazwa hadharani ilikuwa nini? Wao wanapaswa waandishi mkipata nafasi muulize mantiki ya kutangaza hii agenda ilikuwa ni nini na wao kuitekeleza. Kwa nini agenda ilianzishwa na uongozi wa Mboya? Lawama zote sasa natikiwa Mheshimiwa Lissu. Ni swala ambalo mimi au sisi kama viongozi wa mkoa tunajiuliza kwamba hii agenda ilianzishwa na Mheshimiwa Mboya. Kipindi kile ilikuwa inaonekana sawa sawa. Ila sasa yuko Lissu anapelekewa lawama na wanamuita majina mabaya ya dikteta. Sasa kipindi kile mbona walikuwa wakishabikia? Sasa kumebadilika nini? Mwenyekiti yule na huyu ni mwenyekiti wa Chadema, au alikuwa mwenyekiti wa chama kingine? Kama huyu mwenye viti wote ni wa Chadema, sasa kuna haja gani huyu mnamuita dikteta na yule aliyekuwa tangaza kipindi kile mbona hamkumuita dikteta? Kwa hiyo tunapata mashaka na hii hoja yao. Je, nani miongoni mwa G5 anayeamini anaweza kushinda uchaguzi kwa namna ya tume iliyo leo? Yaani hapa sasa hivi wao sasa wawaambie kati ya wale 55 waandishi wa habari, naomba mwatake mwaulize kati ya nyinyi 55 nani sasa hivi akigombea anashinda, tuhakikishie kwamba yeye atashinda hii. Kama kuna mtu kwenye hii hoja yangu ya 7 ambaye anasema yupo kwamba wao wakitangaza ushindi na uchaguzi atashinda. Tulifanya uchaguzi 2019. Tulinyang'anya uchaguzi, wao hapo tena walikuwa viongozi. Sio sasa hivi wamerudi mtaani ni wanachama wa kawaida. 2020 uchaguzi ulifanyika, tulinyang'anywa na wao hapo tena walikuwa viongozi. Sio sasa hivi wako mtaani na wengine walikuwa wagombea. Kama Mlema na Mwita walikuwa wagombea.
na walishindwa kuzuia. Maana wamesema wanataka twende kwenye uchaguzi, alafu watazuia uchaguzi tukiwa kwenye uchaguzi. Kama walishindwa kipindi tena walikuwa wagombea na wakashindwa kuzuia, watuambie sasa hivi mbinu gani wataifanya kuzuia. Kama wanapouliza sasa, hao watuambie ni mbinu gani sasa hivi wanaweza wakaifanya kuzuia. Lakini kitu cha mwisho ambacho sasa tunachokiongea, kupinga maamuzi ya vikao halali vya chama hadharani, kwa mujibu wa katiba yetu hii ni kosa. Kwa mujibu wa katiba yetu ni kosa kupinga vikao halali vya chama hadharani. Kwa mujibu wa katiba yetu inatutaka mtu anapokuwa na hoja atumie vikao sahihi vya chama kupeleka hoja yake. Kwa mfano kwa sasa ni wanachama wa kawaida wana vikao vya matawi. Kama walikuwa na hoja, walitaka waingie kwenye vikao vya matawi, wapeleke hoja zao, viongozi wao matawi wazipeleke juu mpaka zifike sehemu inayostahili. Lakini kuanzisha kundi kwanza ambalo chama hakijui malengo yake na hawakukitaarifu chama, huu ni usaliti. Kuanzisha tu kundi peke yake ni usaliti. Lakini kumpinga ajenda ya chama hadharani, huu ni usaliti wa pili. Lakini kukataa ajenda ambao wao wenyewe ndio walitengeneza pia ni usaliti. Kwa hiyo sasa, kwa mujibu wa katiba yetu, hao watu wanapaswa kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Natoa maelekezo yafuatayo. Moja, viongozi wote wa G55 waliopo kwenye mkoa wangu, awe kwenye jimbo la Segerea, awe kwenye jimbo la Ukonga, awe kwenye jimbo la Ilala, naelekeza viongozi wote wa matawi, kama ni mwanachama kwenye tawi, mpaka ifikapo kesho wawe wameandikia barua za kujieleza kwa nini wasichukuliwe hatua za kinidhamu kwa huu usaliti wa chama waliofanya. Na viongozi wote wa kata, kama hao watu kwenye level ya kata, navyo hivyo waandikie barua za kujieleza kwa nini wasichukuliwe hatua za kinidhamu, kwa sababu wameonyesha kupinga msimamo wa chama hadharani, na kwa mujibu wa katiba yetu ni kosa kikatiba na ni usaliti. Lakini vile vile kwenye ngazi ya jimbo hadi kadhalika na mkoa kama wapo, basi naelekeza viongozi wa maeneo hayo wawachukulie hatua za kuwaandikia barua, wajieleze kwa nini wasichukuliwe hatua za kinidhamu kwa kupinga msimamo wa chama hadharani, na kuanzisha kundi ambalo malengo yake kichama halifahamiki, na kwa mujibu wa katiba yetu hilo ni kosa kwa mujibu wa katiba. Kwenye katiba yetu kwenye ibara ya 5.3 wajibu wa mwanachama, kwenye kipengele cha 5.3.1 kinasema kila mwanachama wajibu wake ni kushiriki kikamilifu katika vikao vinavyohusu shughuli zingine za chama kadri itakavyowezekana. Kwa hiyo yeye sasa kama anataka hoja, maana yake kwa mujibu wa katiba yetu ahudhurie kwenye vikao vya chama vya ngazi yake, atoe hoja zake, ngazi yake ya chama itachukua hatua ya kupeleka hiyo hoja yake mahali panapostahili. Lakini kwa nini tumesema huu ni usaliti? Kwa mujibu wa katiba yetu ibara kwenye kanuni za maadili kwenye ibara ya 3 kifungu A inasema sio, inaitwa neno usaliti. Usaliti katika chama itakuwa ndio kosa kubwa kuliko yote ya msingi kimaadili. Pamoja na mambo mengine, kosa la usaliti linajumuisha matendo yafuatayo: 1, kupanga njama za kuhujumu chama; 2, kutoa siri za chama katika washindani wetu wa kisiasa; 3, kupinga msimamo wa chama hadharani nje ya vikao vya chama. Sasa kosa lao hawa linaangukia kwenye hii namba 3. Wanapinga msimamo wa chama hadharani, tena nje ya vikao vya chama. Kama wao walikuwa wanataka kupinga hii hoja, walipaswa watumie vikao vya chama kupinga hoja yao, na kama walivyosema wana maoni mbadala, basi maoni yao yalipaswa yafuate utaratibu huu. Lakini kinyume cha kufuata utaratibu huu, maana yake wanafanya vurugu na wanapinga msimamo wa chama hadharani, na kwa mujibu wa katiba yetu wanapaswa kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Kuna shaka ipo ambayo watu wote sisi inatupata. Ukiangalia 90% ya hawa 90 au 95 ya hawa wanaojiita G55 ni wale ambao walikuwa kwenye timu ya kampeni ya Mheshimiwa Mbowe. Sasa tunapata tabu sisi wengine kwamba inawezekana labda pengine mheshimiwa anawatuma, lakini ni zile hearsay, yani tuna mawazo. Sasa ili kuweza kupata kidogo hii, na vile vile binafsi ningemuomba kama Mheshimiwa Mbowe yupo karibu, aje ajitokeze hadharani azungumzie hili kundi. Je, ana uhusiano nalo au yeye msimamo wake ni upi juu ya hili kundi? Kwa sababu msimamo wa no reform no election ulianzia kwake, na yeye ni mwenyekiti mstaafu, na hawa vijana walikuwa wakiongoza yeye kama kamati yake secretariat, na wengine walikuwa chini yake ya kampeni. Aje auambie umma, atuambie Mheshimiwa Mbowe hili kundi hili, yeye ana msimamo gani juu ya hili kundi?
msimamo wake ni upi juu ya hili kundi, ili wananchi na wanachama wa kawaida atuondoe mashaka kwenye hili, kwa sababu wengi wanaingia kwenye mashaka ya kuona huenda ikawa na yeye anahusika, kwa sababu amekuwa kimya zaidi. Hao ni vijana wake. Sasa atuambie na yeye kwamba hili kundi yeye aidha analichukuliaje, anakemea au anaungana nalo hili kundi, ili tujue msimamo wake, kwa sababu hili kundi linatupa mashaka, kwa sababu asilimia wengi wa watu waliokuwa humu ni vijana ambao walikuwa wanafanya nao kazi, na wengine ilikuwa ni timu yake ya kampeni, mpaka mwingine ni meneja wa kampeni yake ambaye yuko kwenye hili kundi. Sasa inatupa shida kama lile kundi, ile timu yake ya watu watatu, akiwemo bwana Yeriko Nyerere, Mtobi na yule kijana wa nani wa Kwela nani, Naftali, David Naftali, wako kwenye hili kundi ambao ilikuwa timu yake ya kampeni ya juu kabisa. Sasa atuambie hili kundi yeye analichukuliaje? Lipo kwa ajili ya kuhujumu chama, ana maslahi nalo gani hili kundi, au yeye msimamo wake ni upi kuhusu hili kundi? Ningeomba ajitokeze hadharani. Kwa mujibu wa katiba yetu, mtu anapopewa barua kujieleza ni siku 10 ndani ya siku 14. Kwa hiyo ndani ya siku 14 wanapaswa watupe majibu ya barua watakazokuwa wameandikiwa. Wanachama ambao wanahusishwa na hili kundi kwenye mkoa wetu kwa wilaya kwa jimbo la Ilala wako wawili, ambao ni Tausi Mroso na Blackwell Kayuni. Kwa jimbo la Segerea yuko John Mlema, Patrick Yasenga na Lecho Mkadala, na kwa jimbo la Ukonga yuko Asia Msangi na Josefu wa Majiwa. Kwa hiyo hii ndio idadi ya watu wanaopata 7 kwenye mkoa wangu wa Ilala, ambao kwa hatua za awali hawa na maelekezo niliyotoa naomba yatekelezwe kwa mujibu wa katiba. Katibu wa baraza la wazee mkoa wa Ilala. Majina yangu naitwa Edward Zombwe. Sisi kama viongozi wa chama tunaowakilisha wanachama wengi wa ngazi za chini, tunakwenda kutoa msimamo kama chama kuhusiana na hiki kikundi ambacho kimtazamo wake ni kikundi ambacho kimezuka tu, hakipo kikatiba.